Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu amesema kususia kila jambo watakalotolea ama kuletwa na serikali ni moja ya njia ya kushinikiza kupatikana mifumo huru ya uchaguzi itakayotoa haki kwa wananchi kupata viongozi wanaowataka. Amesema ili wafanikiwe azima hiyo ni lazima kila mmoja wao ashiriki harakati hizo, huku akisisitiza kuzunguka nchi nzima kufikia wajumbe kwa kila Mtanzania. Ingawa haitakuwa rahisi sana kufikisha ujumbe, lakini ana imani wakiwa wamoja wanaweza kuvuka. Lissu amezungumza hayo Machi 26, 2025 kwenye mkutano hadhara uliofanyika Sumbawanga mjini mkoani Rukwa kwenye mwendelezo wa kampeni ya kutoa elimu kwa wananchi juu ya kampeni ya No Reform No Election inayolenga kushinikiza serikali kubadili mifumo huru ya uchaguzi. Chochote wanachopendekeza tusisusie, kila watakachotuletea tukikatae, na nimeangalia sheria za nchi, sijaona sehemu kama tukikataa kwenda kupiga kura ni dhambi au tunavunja sheria. Lakini ukweli wa Mungu ni kwamba hata kwa katiba hii inawezekana kuahirisha uchaguzi. Amesema katika katiba inasema kama kuna dharura uchaguzi unaweza kuahirishwa kwa mwaka mmoja, hata kama bunge litakuwa limevunjwa likisubiri uchaguzi. Ikitokea dharura, katiba inasema bunge litaahirishwa, wabunge wale kwenda kujadili dharura iliyojitokea. Bunge hilo litapewa mwaka mmoja kujadili hili tulionayo. Kama ukisema kuahirisha uchaguzi haiwezekani, basi tutabadilisha katiba yenyewe ili iruhusu tuahirishe uchaguzi hata kama hakuna dharura, kwa kuwa imetengenezwa na binadamu, hakuna kinachoshindikana. Lissu katika maelezo yake alitolea mfano wa kudai Tanganyika ilikufa siku moja na iliua na mbunge wa siku moja baada ya Rais Julius Kambarage Nyerere na Abeid Karume mwaka 1964 kusaini makubaliano ya muungano. Siku tatu baadaye bunge lilikuwa mapumziko, lilitishwa Dar es Salaam kwa dharura, ikiwa siku ya Jumamosi wala haikuwa siku ya kazi. Waliitwa kujadili mswada wa kuunganisha Tanganyika na Zanzibar na walipitisha saa hiyo na Tanganyika kuisha kwa siku moja na bunge hili. Lissu amesema kama hicho ni kimbilio, hivyo wananchi ni lazima wajitolee kuunga mkono msukumo huo kwa kuchangia kiasi cha fedha ili kuwasaidia viongozi kuwafikisha Watanzania maeneo yote nchini. Awali katika mkutano huo, mwenyekiti wa Chadema kanda ya Nyasa Joseph Mbilinyi almaarufu kama Sugu amesema madai ya kudai mifumo huru ya uchaguzi itakuwa na tija hasa mtu akishinda kwa haki kwenye sanduku la kura kutangazwa bila kutumia vurugu.